Habari mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi chetu cha Vinjari na Neno la Mungu. Kipindi cha leo tunakusomea kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 39 ambapo mstari wa kwanza unasema, na zile nyuzi za rangi ya samawi na nyuzi za rangi ya zambarau na nyekundu wakafanya mavazi yaliyofumwa kwa ustadi sana kwa ajili ya kutumika katika mahali patakatifu, na kuyafanya hayo mavazi matakatifu ya Haruni vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Mstari wa pili, naye akaifanya hiyo naivela na nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri ya kusokota. Mstari wa tatu, nao wakaifua hiyo dhahabu hata ikawa mabamba membamba sana, kisha wakaikata iwe nyuzi ili wapate kuifuma pamoja na hizo nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyuzi nyekundu na za kitani nzuri, kazi ya fundi sana. Mstari wa nne, nao wakafanya na vipande vya mabegani kwa ajili yake vilivyoungwa pamoja kwa ncha zake mbili. Mstari wa tano, na huo mshipi wa kazi ya uelevu ulikuwa juu yake ili kuifunga mahali pake, ulikuwa wa kitu kimoja na wa kazi moja, na naivera ya dhahabu na rangi ya samawi na rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Mstari wa sita, na hao wakavitengeneza vile vito vya shohamu vilivyotiwa katika vijalizo vya dhahabu vilivyochorwa mfano wa kuchora kwake muhuri kwa majina ya hao wana wa Israeli. Mstari wa saba, akavitia katika vile vipande vya mabegani vya hiyo naivela viwe vito vya ukumbusho kwa wana wa Israeli kama Bwana alivyomwambia Musa. Mstari wa nane, naye akafanya kile kifuko cha kifuani kazi ya fundi stadi kama hiyo kazi ya naivela ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa. Mstari wa tisa, kilikuwa mraba. Wakakifanya kile kifuko cha kifuani kwa kukikunja. Urefu wake ulikuwa shibiri na upana wake ulikuwa shibiri, tena kilikuwa ni cha kukunjwa. Mstari wa kumi, nao wakatia safu 4 za vito ndani yake. Safu moja ilikuwa ni akiki na yakuti ya rangi ya manjano na baharamani vilikuwa ni safu ya kwanza. Mstari wa 11, na safu ya pili ilikuwa zumaridi na yakuti samawi na almasi. Mstari wa 12, na safu ya tatu ilikuwa ni hiakintho na akiki nyekundu na amethisto. Mstari wa 13, na safu 4 ilikuwa ni zabarajadi na hoshoham na yaspi. Vito vivyo vilikuwa vimetiwa katika vijalizo vya dhahabu, kila kimoja mahali pake. Mstari wa 14, na hivyo vito vilikuwa vyaandamana majina ya wana wa Israeli 12 sawasawa na majina yao, mfano wa kuchora muhuri, kila moja kwa jina lake, kwa zile kabila 12. Mstari wa 15, nao wakafanya katika kile kifuko cha kifuani mifuko mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa ya madhabahu safi. Mstari wa 16, nao wakafanya vijalizo viwili vya dhahabu na pete 2 za dhahabu, nao wakazitia hizo pete 2 katika ncha 2 za hicho kifuko. Nao wakaitia hiyo mifuko miwili iliyosokotwa katika hizo pete 2 zilizokuwa katika ncha 2 za hicho kifuko. Mstari wa 8, na ncha hizo 2 zingine za hiyo mifuko miwili ya kusokota wakazitia katika vile vijalizo viwili na kuvitia katika vile vipande vya mabegani vya naivela upande wa mbele. Mstari wa 19, nao wakafanya pete 2 za dhahabu na kuzitia katika ncha 2
za kifuko cha kifua katika ukingo wake ulio upande wa naivela ulio ndani. Mstari wa 20, nao wakafanya pete 2 za dhahabu na kuzitia katika vile vipande viwili vya ile naivela chini yake upande wa mbele karibu na kifungo chake, juu ya huo mshipi wa naivela uliosukwa na ustadi. Mstari wa 21, nao wakakikaza kile kifuko kwa pete zake kwenye naivela kwa ukanda wa rangi ya samawi, ili kikae pale juu ya mshipi wa naivela uliosukwa kwa ustadi, na ya kwamba kifuko cha kifuani kisiachane na naivela, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Mstari wa 22, naye akafanya hiyo joho ya naivela ya kazi ya kusuka rangi ya samawi yote. Mstari wa 23, na hilo tundu lilikuwa katikati yake mfano wa tundu lililo katika kanzu ya chuma, na utepe wake kulizunguka hilo tundu ili lisipasuke. Mstari wa 24, nao wakatia katika upindo wa joho makomamanga ya nyuzi za rangi ya samawi na rangi za zambarau na rangi nyekundu na kitani iliyosokotwa. Mstari wa 25, nao wakafanya njuga za dhahabu safi na kuzitia hizo njuga katika hayo makomamanga pande zote kati ya hayo makomamanga. Mstari wa 26, njuga na komamanga katika pindo za joho kuizunguka pande zote, ili kutumika kwa hiyo vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Mstari wa 27, nao wakafanya hizo kanzu za nguo za kitani nzuri za kufumwa kwa Haruni na kwa wanawe. Mstari wa 28, na hicho kilemba cha nguo ya kitani nzuri na zile kofia nzuri za kitani na hizo suruari za nguo za kitani nzuri iliyosokotwa. Mstari wa 29, na huo mshipi wa nguo nzuri ya kitani iliyosokotwa na rangi ya samawi na rangi ya zambarau na nyekundu, kazi ya fundi mwenye kutia taraza, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Mstari wa 30, nao wakafanya hilo bamba la hiyo taji takatifu la dhahabu safi na kuandika juu yake andiko mfano wa kuchorwa kwa muhuri, mtakatifu kwa Bwana. Mstari wa 31, nao wakatia ukanda wa rangi ya samawi ili kulifunga katika hicho kilemba upande wa juu, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Mstari wa 32, basi ndivyo ilivyomalizwa kazi yote ya maskani ya hema ya kukutania, na wana wa Israeli walifanya kama yote Bwana aliyomwagiza Musa, vivyo walivyofanya. Mstari wa 33, nao wakamletea Musa hiyo maskani, yani hema, na vyombo vyake vyote, vifungo vyake na mbao zake na mataluma yake na nguzo zake na matako yake. Mstari wa 34, na kifuniko chake cha ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na kifuniko cha ngozi ya pomboo na pazia la sitara. Mstari wa 35, na sanduku la ushuhuda na miti yake na kiti cha rehema. Mstari wa 36, na meza na vyombo vyake vyote na mikate ya uonyesho. Mstari wa 37, na kinara cha taa safi na taa zake, hizo taa za kuwekwa mahali pake na vyombo vyake vyote na mafuta ya taa. Mstari wa 38, na madhabahu ya dhahabu na mafuta ya kutiwa na uvumba mzuri na pazia kwa mlango wa hema. Mstari wa 39, na madhabahu ya shaba na wavu wake wa shaba na miti yake na vyombo vyake vyote na bilika na tako lake. Mstari wa 40, na ukuta wa nguo wa ua na nguzo zake na matako yake na pazia la lango la ua na kamba zake na vigingi vyake na vyombo vyote vya kutumiwa katika utumishi wa maskani, kwa hiyo hema ya kukutania. Mstari wa 41, na mavazi ya kazi nzuri kwa utumishi katika mahali patakatifu na mavazi matakatifu ya Haruni kuhani na mavazi ya wanawe
ili kutumika katika kazi ya ukuhani. Mstari wa 42, sawa sawa na yote Bwana aliyomwagiza Musa, ndivyo walivyoifanya hiyo kazi yote wana wa Israeli. Mstari wa 43, Musa akaiona hiyo kazi yote, na tazama, walikuwa wameimaliza vile vile kama Bwana alivyoagiza, walikuwa wameifanya vivyo. Basi Musa akawaombea heri. Kitabu cha Kutoka sura ya 40 mstari wa kwanza, Bwana akanena na Musa na kumwambia. Mstari wa pili, siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza utaisimamisha hiyo maskani ya hema ya kukutania. Mstari wa tatu, nawe utatia ndani yake sanduku la ushuhuda, nawe utalisitiri hilo sanduku kwa pazia. Mstari wa 4, nawe utaleta meza na kuitia ndani na kuviweka sawasawa vile vitu juu yake, kisha utakileta ndani kile kinara cha taa na kuziwasha taa zake. Mstari wa 5, kisha utasimamisha madhabahu ya dhahabu kwa kufukizia uvumba mbele ya sanduku la ushuhuda na kulitia pazia mlangoni mwa hiyo maskani. Mstari wa 6, kisha utaweka madhabahu ya kuteketeza sadaka mbele ya mlango wa maskani ya hema ya kukutania. Mstari wa 7, kisha utaliweka birika katika hema ya kukutania na hiyo madhabahu, nawe utatia maji ndani yake. Mstari wa 8, kisha utasimamisha ukuta wa ua kuuzunguka pande zote na kuitundika sitara ya lango la ua. Mstari wa 9, kisha utayatoa mafuta ya kutiwa na kuitia mafuta hiyo maskani na kila kitu kilicho ndani yake, na kuiweka iwe takatifu na vyombo vyake vyote, nayo itakuwa takatifu. Mstari wa 10, kisha utaitia mafuta madhabahu na kuteketeza sadaka na vyombo vyake vyote, na kuiweka takatifu madhabahu, na hiyo madhabahu itakuwa takatifu sana. Mstari wa 11, kisha utalitia mafuta bilika na tako lake na kuliweka liwe takatifu. Mstari wa 12, kisha utamleta Haruni na wanawe hapo mlangoni pa hema la kukutania, nawe utawaosha kwa maji. Mstari wa 13, kisha utamvika Haruni mavazi matakatifu, nawe utamtia mafuta na kumweka awe mtakatifu, ili apate kunitumikia katika kazi ya ukuhani. Mstari wa 14, kisha utawaleta wanawe na kuwavika kanzu zao. Mstari wa 15, nawe utawatia mafuta kama ulivyomtia mafuta baba yao, ili wanitumikie katika kazi za ukuhani, na huko kutiwa mafuta kwao kutakuwa ni kwa ukuhani wa milele katika vizazi vyao vyote. Mstari wa 16, Musa akafanya hayo yote kama vyote Bwana alivyoagiza, ndivyo alivyofanya. Mstari wa 17, hata mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili, siku ya kwanza ya mwezi, ile maskani ilisimamishwa. Mstari wa 18, Musa akaisimamisha maskani, akayaweka matako yake, akazisimamisha mbao zake, akayatia mataluma yake, akazisimamisha nguzo zake. Mstari wa 19, akaitanda hema juu ya maskani, akakitia kifuniko cha hema juu yake kama Bwana alivyomwamuru Musa. Mstari wa 20, akautwaa ule ushuhuda, akautia ndani ya sanduku, akaiweka miti ya kuchukulia juu ya sanduku, akakiweka kiti cha rehema juu ya sanduku. Mstari wa 21, kisha akalileta sanduku, akalitia ndani ya maskani, naye akalitundika pazia la sitara, akalisitiri sanduku la ushuhuda kama Bwana alivyomwamuru Musa. Mstari wa 22, akaitia meza ndani ya hema ya kukutania upande wa maskani ulioelekea kaskazini nje ya pazia. Mstari wa 22, akaitia meza ndani ya hema ya kukutania upande wa maskani ulioelekea kaskazini nje ya pazia. Mstari wa 23, akaipanga ile mikate juu ya
juu yake mbele za Bwana kama Bwana alivyomwamuru Musa. Mstari wa 24, kisha akakitia kinara cha taa ndani ya hema ya kukutania kuikabili ile meza upande wa maskani ulioelekea kusini. Mstari wa 25, kisha akaziwasha taa zake mbele za Bwana kama Bwana alivyomwamuru Musa. Mstari wa 26, akaitia madhabahu ya dhahabu ndani ya hema ya kukutania mbele ya pazia. Mstari wa 27, akafukiza juu yake uvumba wa manukato kama Bwana alivyomwamuru Musa. Mstari wa 28, akalitia pazia la mlango wa maskani. Mstari wa 29, akaiweka madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa mlangoni pa maskani ya kukutania, akatoa sadaka ya kuteketezwa juu yake na sadaka ya unga kama Bwana alivyomwamuru Musa. Mstari wa 30, akaliweka birika kati ya hema ya kukutania na madhabahu, akatia maji ndani yake ya kuoshea. Mstari wa 31, Musa na Haruni na wanawe wakanawa mikono yao na miguu yao ndani yake. Mstari wa 32, hapo walipoingia hema ya kukutania na hapo walipoikaribia madhabahu walinawa kama Bwana alivyomwamuru Musa. Mstari wa 33, akausimamisha ukuta wa ua kuizunguka maskani na madhabahu, akalifundika pazia la mlango wa ule ua. Basi Musa akaimaliza hiyo kazi. Mstari wa 34, ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Mstari wa 35, wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania kwa sababu lile wingu lilijaa juu yake na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Mstari wa 36, napo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Mstari wa 37, bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena. Mstari wa 38, kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana na lilikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Wakati huu, mpenzi mtazamaji, tunasoma kitabu cha Mambo ya Walawi ya kwanza. Mstari wa kwanza inasema, Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania, akamwambia. Mstari wa pili, nena na wana wa Israeli waambie, mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng'ombe na katika kondoo. Mstari wa tatu, matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume mkamilifu, ataleta mlangoni pa hema ya kukutania ili akubaliwe mbele ya Bwana. Mstari wa 4, kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, nayo itakubaliwa kwa ajili yake ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. Mstari wa 5, naye atamchinja huyo ng'ombe mbele ya Bwana, kisha wana wa Haruni hao makuhani wataileta karibu hiyo damu na kuinyunyizia damu yake kando kando katika madhabahu iliyo hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Mstari wa 6, kisha atachukua sadaka ya kuteketezwa na kuikata vipande vyake. Mstari wa 7, kisha wana wa Haruni wakatia moto juu ya madhabahu na kuzipanga kuni juu ya moto. Mstari wa 8, kisha wana wa Haruni makuhani watazipanga kuni zilizo juu ya moto uliopo juu ya madhabahu. Mstari wa 9, lakini matumbo yake na miguu yake ataiosha kwa maji, na huyo kuhani ataviteketeza vyote juu ya madhabahu ili iwe sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusogezwa kwa njia ya moto na ya harufu ya kupendeza kwa Bwana.
Mstari wa 10, na matoleo yake kwamba ni katika kundi, katika kondoo au katika mbuzi, kuwa sadaka ya kuteketezwa, atatoa mume mkamilifu. Mstari wa 11, naye atamchinja hapo upande wa madhabahu ulioelekea kaskazini mbele ya Bwana, na wana wa Haruni hao makuhani watainyunyiza damu yake juu ya madhabahu pande zote. Mstari wa 12, kisha atamkata vipande vyake pamoja na kichwa chake na mafuta yake, kisha atavipanga vile vipande juu ya kuni zilizo juu ya madhabahu. Mstari wa 13, lakini matumbo yake na miguu yake ataosha kwa maji, na huyo kuhani atavisogeza vyote na kuvitengeneza juu ya madhabahu. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusogezwa na njia ya moto, kwa njia ya moto ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Mstari wa 14, na matoleo yake atakayomletea Bwana kuwa sadaka ya kuteketezwa, kwamba ni kati ya ndege, ndipo atakapoleta matoleo yake katika hua au katika makinda njiwa. Mstari wa 15, kisha kuhani atamleta karibu na madhabahu, naye atamkongonyoa kichwa na kumteketeza kwa moto juu ya madhabahu, na damu yake itachuruzishwa kando ya madhabahu. Mstari wa 16, kisha atakiondoa kile kibofu chake pamoja na taka zake na kukitupa kando ya madhabahu upande wa mashariki, mahali pa majivu. Mstari wa 17, kisha atampasua na mabawa yake, lakini asimkate vipande viwili. Kisha kuhani atamteketeza juu ya madhabahu juu ya kuni zilizo juu ya moto. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusogezwa kwa njia ya moto ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Kitabu cha Mambo ya Walawi 2, mstari wa 1, na mtu atakapomtolea Bwana matoleo ya sadaka ya unga, matoleo yake yatakuwa ya unga mwembamba, naye ataumiminia mafuta na kutia na ubani juu yake. Mstari wa 2, kisha atauleta kwa wana wa Haruni, nao makuhani, naye atatoa kozi moja katika huo unga mwembamba na katika mafuta yake na huo ubani wote, kisha kuhani atauteketeza. Huo ndio ukumbusho wake juu ya madhabahu, ni kafara ya kusogezwa kwa njia ya moto ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Mstari wa 3, na huo uliosalia wa ile sadaka ya unga utakuwa ni wa Haruni na wanawe, na kitu kitakatifu sana katika sadaka zilizosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Mstari wa 4, tena utakapotoa matoleo ya sadaka ya unga uliookwa, tanuni yatakuwa mikate isiyotiwa chachu ya unga mwembamba uliokandwa na mafuta, au maandazi yaliyochachwa yaliyopakwa mafuta. Mstari wa 5, tena matoleo yako kwamba ni sadaka ya unga wa kaangoni yatakuwa ya unga mwembamba usiotiwa chachu uliokandwa na mafuta. Mstari wa 6, utaukata vipande na kutia mafuta juu yake, ni sadaka ya unga. Mstari wa 7, tena matoleo yako kwamba ni sadaka ya unga ya chunguni yataandaliwa kwa unga mwembamba pamoja na mafuta. Mstari wa 8, nawe utamletea Bwana sadaka ya unga iliyofanywa na vitu hivyo, nayo italetwa kwa kuhani, naye ndiye atakayeisongeza madhabahuni. Mstari wa 9, kisha kuhani atatwaa humo huo ukumbusho wa sadaka ya unga, naye atauteketeza juu ya madhabahu, ni kafara ya kusongezwa kwa njia ya moto na harufu ya kupendeza kwa Bwana. Mstari wa 10, na hicho kitakachosalia katika sadaka ya unga kitakuwa cha Haruni na wanawe, ni kitu kitakatifu sana katika sadaka zilizosongezwa kwa Bwana kwa ajili ya moto. Mstari wa 11,
Sadaka ya unga iwayo yote itakayosongezwa kwa Bwana isitiwe chachu kabisa, kwa kuwa hamtateketeza chachu wala asali iwayo yote kuwa ni sadaka ya kusongezwa kwa Bwana kwa ajili ya moto. Mstari wa 12, vitu hivyo mtavisongeza kwa Bwana kuwa ni malimbuko, lakini visifike juu ya madhabahu kuwa ni harufu ya kupendeza. Mstari wa 13, tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi, wala usiiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la Mungu wako. Utatoa chumvi pamoja na matoleo yako yote. Mstari wa 14, nawe kwamba wamtolea Bwana sadaka ya unga ya malimbuko, utatoa hiyo ngano katika masuke yake iliyochomwa motoni, ngano iliyopondwa na masuke mabichi ndiyo utakayoleta kuwa sadaka ya unga ya malimbuko yako. Mstari wa 15, nawe utatia mafuta juu yake na kuweka ubani juu yake, ni sadaka ya unga. Mstari wa 16, huyo kuhani atauteketeza ukumbusho wake, yaani sehemu ya ngano iliyopondwa ya hiyo sadaka na sehemu ya mafuta yake pamoja na ule ubani wake wote, ni kafara ya kusogezwa kwa Bwana kwa ajili ya moto. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi chetu cha Vinjari na Neno la Mungu, tunashukuru kwa kuendelea kufuatilia. Leo tuko Walawi, mambo ya Walawi ya pili. Tutaendelea siku inayokuja. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia na kusubscribe. Uwe na siku njema.